Ndugu zanguni, tuwaheshimuni, tuwapendeni, tuwatunzeni na tuwalee na kuwatakia kila la kheri wazazi wetu, muda wowote, wakati wowote, siku yoyote, kila muda ukipata fursa, si kwa mwaka mara moja mpaka uambiwe na mtu ambaye kwamba sio Muislamu. Kakupangia muda wa kumjulia mama yako hali. Ndio wale wengine kwamba mtu anashindwa kuishi na mzazi wake na mama yake na babake nyumbani, anamchukua kumpeleka kwenye kituo cha kuhifadhia watu ili aenjoy maisha yake vizuri na mke wake, ili aenjoy maisha yake na watoto wake. Huyu mama hapa nyumbani sisi anatukera. Huyu mama hapa nyumbani si hatupi muda wa kuenjoy maisha. Ameshamaliza utu uzima wake, anafuata process, vipo vituo, unalipia kila kitu, unakwenda kumwona mako kwa mwezi mara moja. Mama ambaye kwamba alishindwa kulala kwa ajili yako, mama ambaye anajua muda huu mwanangu ubavu huu umechoka, ni mgeuze upande huu. Mama ambaye alikuwa hali chakula mpaka wewe ule, kushiba kwako wewe ndiyo kushiba kwa mama. Leo tunadanganywa kuwafanya mama zetu kwa mwaka mara moja ndio kuwakumbuka wazazi wetu. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, man ahaqqu nasi, ni yupi mwenye haki zaidi kwa kuwatendea wema? Mtume alimwambia ummuka. Thumma man, kisha nani? Akasema mara tatu ummuka. Watatu nikatajwa mimi, abuka. Mama alivyokuwa na daraja. Leo mama yako ambaye kwamba amekesha kwa sababu yako wewe, unakuja kumweka mama kwenye profile picture kuonyesha watu, huenda ameondoka hata hukuwa na radhi au hakuwa na radhi na mama yako na wewe. Allah wasamehe wazazi wetu, Allah warehemu wazazi wetu, na waliokuwa hai Allah wape afya njema, na waliotangulia mbele ya haki basi Allah wajalie ni miongoni mwa watu wa peponi.